Usiku wa jana ulikuwa ni usiku wa kipekee sana kwa mashabiki na wapenzi wa Dar es Salaam Young Africans, kipindi ambacho walikwenda kuwaona wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye dirisha hili la usajili, kwa maana msimu wa 2026 2027, na nyota watatu kwa mpigo litambulisho. Na sisi tupo hapa 1v1, nipo na Hassan Kidoki kwenda kuangalia mchezaji mmoja baada ya mwingine, na utaratibu ni mmoja. Tutaanza na mchezaji wa kwanza, tutaenda mchezaji mwingine, tutaenda mchezaji mwingine. Kwa sasa tunaanza na Albert Kangwanda. Huyu ni raia wa Zambia na amejiunga na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Nipo hapa na Hassan Kidoke. Hassan, Albert Kangwanda ametambulishwa na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Ni mchezaji wa design gani na unaona anakwenda kuisaidia namna gani Young Africans? Albert Kangwanda kwanza ni mchezaji ambaye anacheza katika mapana ya kiwanja, kwa maana ni winga ambaye amekwenda kujiunga na kikosi cha Young Africans. Albert Kangwanda kwa profile yake ni kwamba ni mchezaji ambaye ni zao la Red Arrows, ambaye amekulia pale Zambia, lakini akienda sehemu tofauti kucheza mpira ikiwemo na pia Croatia, lakini pia akitumikia klabu cha Al Hilal Omdurman, na baadaye kutolewa kwa mkopo pia katika sehemu mbalimbali, na baadaye tena kurudi wapi katika ligi ya Zambia. Albert kwanza kiuchezaji ni mchezaji ambaye anaenjoy zaidi kucheza katika mapana ya kiwanja, kwa maana ni winga pase. Na tukiangalia katika kikosi cha Young Africans tunaona wazi kabisa kwamba walikuwa na uhitaji na winga pase, kwa sababu hata aina ya mwalimu ambao wanamiliki kutoka kule South Africa ni walimu ambao wanaamini kwamba kwenye upande wa mawinga zaidi, kwa sababu tukiangalia South Africa asilimia kubwa makocha wengi wanaotoka katika ule ukanda wanaamini katika kutumia mawinga pase, na Albert Kangwanda ni winga mzuri tu ambaye anaweza akafanya kitu katika klabu akiwa na mwalimu ambaye akiwa katika fomu yake. So kwa Kangwanda ni mchezaji mzuri ambaye pia mimi nahisi atakuwa na msaada kwa Young Africans, kwa kutokana na nature ya mwalimu. Tunatambua kwamba Young Africans hawana mawinga pase. Tukizungumzia kwenye performance wise, mchezaji ambaye amekuwa akifanya vizuri katika eneo la pembeni Pacome Zouzoua, ambaye sasa hivi yuko katika majeraha na tujui atarejea lini. Lakini pia ukiachana na hivyo, pia wachezaji ambao wamekuwa wakitumika katika maeneo ya pembeni kama Maxim Pianzengeli, lakini pia Alan Okello, sio maeneo ambayo wanaenjoy kuyacheza zaidi, kwa maana sio mawinga pase. So Young Africans kutokana na aina ya mwalimu ambaye yupo, pia walikuwa wanahitaji pia winga wa kalba yani ya Kangwanda, kwa maana atakwenda kuisaidia Young Africans kwenye upande wa kuhakikisha kwamba wanakuwa na mchezaji ambaye anastahili kucheza katika ile eneo, lakini pia ukiachana kustahili kucheza katika ile eneo, ana ubora pia wa kucheza katika ile eneo. Hofu ni kwamba Kangwanda pia ni wachezaji ambao wamekuwa wakipita sehemu mbalimbali, lakini wanaonekana ni wale wachezaji ambao ana takwimu nzuri, of course yes, lakini ana takwimu nzuri kutoka katika ligi gani, ikiwa yuko katika mazingira gani, akiwa katika timu gani. Takwimu zake zinaonyesha wazi kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akaa katika mchango katika klabu ya Young Africans. Lakini je, sehemu ambazo amekuwa akipita akiapia mara ngapi katika michezo? Na nikiangalia katika trending ya Kangwanda, ni mchezaji ambaye msimu pekee ambao umefanya vizuri zaidi ndio msimu ule uliomalizika, ambao ndio Young Africans wamekwenda kuona takwimu zake, nadhani goli 17, si ndio? Na mchango wa assist. Kwa maana ya msimu huu hapa tu ambao umemalizika ndio msimu pekee ambao umefanya vizuri. Kwa maana kwenye soka kuna wakati mchezaji anaweza akaamka vizuri katika msimu fulani, lakini pengine ikawa ni muendelezo wa kuamka kwake akiwa Young Africans. So hayo mengine tunazungumza kwamba huenda yakatokea, lakini kimazingira nadhani pia ana advantage, kwa sababu Zambia na Tanzania hakuna tofauti sana. Na kwa upande wa mwalimu na imani kwamba atakwenda kumtumia zaidi, kwa sababu si tu tukiachana na South Africa mbali, hata hapo Simba Sports Club tunaona mwalimu ambaye ametokea kule South Africa, kwa maana Steve Barker anahusudu zaidi kucheza na mawinga. Tunaangalia Anise Oura na Libase Gwe, ndio silaha kubwa sana za Simba Sports Club, kwa maana ya hata Kangwanda pia anaona nafasi yake kwa mwalimu Mankoba. Yes, Mankoba nadhani itakuwa ni mchezaji mwenye faida, lakini bado ni quality zile ambazo tumezizoea, sio usajili huu wa kutisha kama ambavyo watu walikuwa wanasubiri. Pengine labda kama angekuwa labda ametambulishwa Jean Claude Girimugisha kwa maana ya quality yake. Sasa kwa Kangwanda hana hata quality kama Jean Claude Girimugisha, kwa maana ni wale wachezaji ambao tunawachukua tukiwa tunatazamia kwamba huenda akafanya bora, ila sio mchezaji kwamba alisha approve akafanya makubwa sana kusema kwamba, kwa sababu zile namba wamekuja wachezaji wakiwa na hizo namba, MVP wamechukuliwa huko Ivory Coast mawapi, wamekuja hapa na bado wameshindwa kufanya vile bora, tofauti na mchezaji ambaye alikuwa akizungumzwa hapa hivi sasa karibuni hapa Girimugisha, kwa maana hawajafikia mwisho wa kutambulisha. Lakini tunazungumzia kwamba kwa aina ya winga ambao wamemleta na aina ya winga ambao walikuwa wanamhitaji Young Africans, nadhani kwamba Kangwanda bado ni mchezaji wale ambao wamekuwa akija hapa wa kawaida, ila tu
hizo takwimu, kwa sababu hata trend yake inaonyesha kwamba msimu ambao amefunga mabao mengi ni msimu uliomalizika, na ndio msimu pekee ambao amefanya vizuri kuliko misimu yote katika maisha yake ya soka. So mimi naweza nikasema ni winga ambaye atakwenda kuisaidia Young Africans, lakini sio winga yule tishio kama ambavyo tulikuwa tunatarajia kuona utakuwa usajili mkubwa zaidi. Sasa Fungameza, mimi swali langu ninaloelekeza kwako ni kwamba Kangwanda katika career yake toka azaliwe mwaka 98 mpaka hivi sasa, msimu wa jana tu ndo ambao ameperform na kuonyesha namba za hali ya juu, akitolewa kwa mkopo katika sehemu mbalimbali, akiwa amekwenda kucheza Croatia, Al Hilal ya Omdurman nao akimchukua, lakini pia wakimtoa kwa mkopo na sasa hivi kurudi Red Arrows kufanya. Unaona akifanya yale bora kwa muendelezo kwa msimu jana amefanya vizuri, au unahisi kwamba trending yake huenda ikashuka kwa kutokana na ugumu wa ligi ya Tanzania? Kwanza mimi kabla nilipoona wala usajili nilipaswa kwanza kuanza kumwangalia ni mchezaji wa namna gani na aina yake ya kiuchezaji, lakini ukiacha hivyo ubora ambao uko nao. Ukijaribu kuangalia, kwangu mimi nadhani ni mchezaji ambaye atakwenda kuisaidia Young Africans. Mimi kwanza sikuangalia zaidi kubase kwenye numbers, nimeangalia namna ambavyo atakwenda kufunction kwenye kikosi, na ukiacha hivyo ni pia nikajaribu kuangalia namna ambavyo alikuwa na function hapo awali kwenye kikosi. Nadhani kitu ambacho kimempa namba kubwa, namna ambavyo alikuwa anatumika msimu uliomalizika, kitu ambacho kimempatia labda namba kubwa zaidi. Lakini kwangu mimi nadhani ni mchezaji ambaye sio daraja hilo la juu, lakini wachezaji ambao kimsingi kwenye level ya timu zetu za madaraja ya kati ndio quality ambazo wao wanaweza kuzipata, kwa sababu hivi sasa kuna quality ambazo sisi hatuwezi kuzigusa. Yani zipo of course, najua kwamba kuna fulani anajua, kuna fulani anajua, lakini leo hii sisi hatuwezi kuenda kusema kwamba timu kama Yanga ikaenda kutafuta mchezaji daraja A ambaye yupo hivi sasa anazungumza kwenye peak, na kwa ni kitu kigumu. Lakini ninazungumza kwa Albert Kangwanda, nadhani ni quality ambayo inaweza ikaisaidia Young Africans. Kwanza taifa ambalo anatoka, ukijaribu kuangalia taifa la Zambia ni miongoni mwa mataifa ambayo yana talent kweli kweli. Kama mtu ambaye unafuatilia football utagundua miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa kibarikiwa sana kuwa na wachezaji ambao wenye daraja kubwa. So kwangu mimi nadhani kwa namna ambavyo anacheza na anatumika, namuona kwamba kuna kitu ambacho atakwenda kukiongeza ndani ya Young Africans, kwa sababu aina yake kiuchezaji, play style yake, kasi ambayo yuko nayo, uwezo wake wa kufunga, uwezo wake kwa assist, kitu ambacho kinaweza kaenda ikasaidia. Ukijaribu kuangalia tu mfano namba labda za msimu uliomalizika zinajeleza magoli 17, assist 9, MVP wa ligi ya Zambia. So unagundua kwamba kuna kitu ambacho yuko nacho, kwa sababu kama utataka kwenda kuchukua mchezaji Zambia, utataka kwenda kuchukua mchezaji Uganda, lazima uchukue first material. Na kama leo hii utajaribu kufanya analysis katika liga ya Zambia, ukizungumza kuhusu lile daraja la kwanza, huwezi kuacha kutaja jina la Kangwanda. So kwangu mimi nadhani mchezaji ambaye hatakwenda kusaidia bila kujali numbers ambazo alizitengeneza. Jaribu kuangalia exposure, experience ambayo yuko nayo hususan katika soka la Afrika, vilabu mbalimbali amepita, lakini ukiacha hivyo pia amepata nafasi kutoka nje ya bara la Afrika kwenda kujaribu bahati yake, japokuwa ameshindwa kufanikiwa zaidi akiwa nje, lakini still utagundua kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kuisaidia Yanga kwa sababu tayari ana ile exposure na experience ambayo amepata katika maeneo tofauti tofauti, kwa sababu sio mchezaji tu ambaye labda amekulia tu pale Zambia, kwa maana amepita katika maeneo mengine, ameona mazingira ya maeneo mengine, amejua namna ambavyo mazingira mengine yalivyo. Kwangu mimi nadhani mchezaji ambaye anaweza akaenda akaisaidia Young Africans. Kwangu mimi ni usajili ambao naupa 70%. Sio kwa sababu usajili siku zote huwezi kutoa 100% kwenye sajili. Hata mchezaji hata aletwe Messi hauwezi kusema 100% atafaulu. Mimi kwangu mimi nadhani ni usajili ambao una advantage kubwa kufaulu kwa 70% kwa kile ambacho nimekitazama. Sasa nirudishe tu hapo kwako, namna ambavyo Kangwanda anacheza, unadhani mwalimu Mankoba anapaswa kumtumia vipi ili Kangwanda haweze kumpa kile ambacho amekitoa msimu uliomalizika? Kwanza Kangwanda mimi natambua sifa yake moja ya kwamba ni mchezaji ambaye katika sanaa ya kumaliziaji ipo.
kwa maana ni mchezaji ambaye anahusudu kupiga mashuti kweli kweli akiwa nje ya zone ile hata box la 18, kwa maana ni mchezaji ambaye ana opti sana sana, ana dribble 3 anapiga, kwa maana kwamba ni mchezaji pia ambaye anaenjoy kucheza katika mapana ya kiwanja, kwa maana pia kupiga cross na vitu vingine. So mimi nadhani kwa falsafa za mwalimu Mankoba, kwa maana ni mtu ambaye anahusudu katika passing play style, lakini pia katika kupossess ile, lakini anaamini katika wachezaji ambao wana kasi na kucheza katika mapana ya kiwanja wenye kuweza kuamua pia. Mimi nadhani kuweza namna ya kumtumia ni vile vile kumtumia katika mapana ya kiwanja, sio kumconvert tena kumpeleka katika nafasi nyingine, kwa sababu tunamuona kwamba ana uwezo pia kuflex hata kucheza katika center forward. Pia ni mchezaji ambaye pia yuko flexible katika kubadilisha possessions. So kwa mwalimu mimi nadhani kwamba akimtumia katika mapana yale yale ya kiwanja, nadhani itakuwa ni bora zaidi, na upande wa kulia kwa sababu ni mchezaji ambaye anatumia mguu wa kushoto, kwa maana kuna kitu bora zaidi atakwenda kukionyesha, na mchezaji ambaye anajua kukevu, anajua kushuti, anaweza akakupa faida akiwa anatokea katika mapana ya kiwanja kwa kiasi kikubwa. Sasa nadhani tumemaliza hapa, au kuna kitu cha ziada ambacho nataka kukiongeza kwa Kangwanda? Labda mimi nikurudishie kwako experience kubwa sana ya Kangwanda kutokana na sehemu alizopita. Lakini ile experience ni ya kukaa katika mbao ndefu akiwa hapi katika michezo mingi. Inaweza ikawa na faida gani? Kwanza mimi nadhani ukijaribu kuangalia labda timu kama Al Hilal Omdurman, nazungumza kuhusu ni timu ambayo ina miliki aina fulani vya wachezaji ambao kimsingi wa daraja fulani hivi, japokuwa kwa miaka ya hivi karibuni ama siku za hivi karibuni inaonekana kama imeshuka kutokana na misukosuko mingi ambayo imekuwa inapita, lakini kumbukwe kwa misimu ya nyuma timu kama Al Hilal ilikuwa na wachezaji wengi wa daraja la juu kabisa. Unazungumza kina Maccabi Lepo wa Moto, au unazungumza hapa so ambao umepoa wachezaji wengi wa daraja la juu ambao walikuwepo pale. So sometimes mchezaji kukaa bench haimaanishi kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa ni mbaya. Kuna vitu viwili ama vitatu vinaweza vikasababisha mchezaji ashindwe kupata nafasi ya kucheza. Ukiachana mazingira, kitu kingine mambo ya kiufundi na ubora wa timu, ubora wa wachezaji ambao wamekutana nao kwenye vikosi. So kwangu mimi nadhani bado naendelea kuwa na imani kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akatoa kitu, kwa sababu mimi ndio maana nikazungumza kwamba kabla kufikiria vitu vyote numbers na nini, nilijaribu kuangalia namna ambavyo anacheza, uwezo binafsi ambao yuko nao, kile ambacho anaweza kukizalisha. Nadhani ndio kitu kikubwa ambacho Young Africans wamekiangalia zaidi kuliko hata numbers. Japokuwa numbers na support pia kuwa na value sokoni, lakini lazima kwanza uangalie nini ambacho anaweza kukitoa. Ukijaribu kuangalia kama unavyozungumza, mzuri kwenye kushoot from long distance, kwa sababu nijaribu kupitia magoli yake mengine amefunga akiwa nje ya box. Kevin ana Kevin vizuri, lakini ndani ya box anaweza uwezo wa kukaa chini kuingia ndani ya box, lakini ukiacha hivyo uwezo wa kutengeneza nafasi. So ukipata mchezaji ambaye anaweza kukupa kufunga, anaweza akafunga vizuri, anaweza kwenye kufunga hapa anaweza akafunga katika aina yote ya magoli, kwa maana akiwa ndani ya box atafunga, akiwa nje ya box atafunga. Lakini ukiacha hivyo uwezo wa kupiga chenga wachezaji wawili watatu, na maana anaweza akakusaidia kwenye kuvunja ngome ya mpinzani. Lakini ukiacha hivyo pia uwezo wake kucheza kubadilika kutokana na mazingira, kwa maana anaweza akacheza winga wa kulia, anaweza akacheza winga wa kushoto, lakini anaweza akacheza kama namba 10. Lakini kitu kingine ambacho nilivutiwa naye zaidi nilivyomuona ni play style yake, kwa maana sio mchezaji ambaye kama timu inapoteza mpira basi anabaki kuwa mpenzi mzururaji tu mbele. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kurudi chini kutoka na kasi ambayo yuko nayo na akasaidia katika idara ya ulinzi. Kwangu mimi nadhani still bado naamini kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akatoa kitu cha ziada ya. Naam, huyo ni Fungameza ambaye alikuwa akitanabaisha hivyo kuhusiana na Kangwanda kutoka pale Zambia mpaka Jangwani, akienda kuitumikia klabu ya Young Africans. Hii ni 1v1, mimi ni Harrison Hussein kwa hapa na Fungameza. Mpaka wakati mwingine. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.